Kili majeje kili machaliwa sauzi fili pesa na mali ndo habari ya mujene. OMG oh my god mepania kwa idili mina closed shakuwaga wakihanta na kaplot double kili za kusaka kalobot niliomba nikapata kwa mwokozi pesa mapambo gadu for malede ageri hustle gone. Mpendwa mtazamaji, habari za sasa hivi. Ni wasaa mwingine tena ambapo tumepata upendeleo au nafasi ya kutembelewa na wasanii wakubwa wanaokuja kwa kasi, wasanii wanaojishughulisha na muziki wa kizazi kipya au bongo flavor. Wasanii hao wanatoka katika chuo kikuu cha Dar es Salaam na wasanii hao wanajulikana kwa majina yao. Mmoja ni Election ya Senga, mwingine ni Blanky Wizo. Wasanii hao wametutembelea leo wakitaka kuleta ujumbe kwenu mashabiki zao. Mfahamu kwamba wao leo wamejipanga na nini au wana kitu gani kipya au ni habari gani mpya waliowaletea ambao ni habari ya kufurahisha na ya kipekee zaidi. Pia mtasikia wasanii hao wakielezea mambo mbalimbali kuhusu maisha yao halisi na vitu mbalimbali wanavyovifanya nje au tofauti na masomo yao chuoni. Karibuni sana, mtuambie kwamba mmetuletea nini mashabiki zenu, kwa sababu mimi mwenyewe hapa yani nina ile hali ya kutaka kujua leo mmetuletea kitu gani kipya. Nataka nifahamu leo hii mmekuja na kitu gani kipya, yani tumewazoea kwa namna nyingine na nini, lakini nataka mtuambie leo mmetuletea nini ili na sisi tukae ile mkao wa kula, yani kusubiria mambo yenyewe. Yap. Asante sana. Umeshakaribia. Of course leo tumetembelea ofisi za Entertainment Pictures. Kwanza tuna kazi mbili ambazo tumekuwa tumezifanya sisi watu wawili. Mimi Blanky Wizo pamoja na Election ya Senga. Kazi hizo ni nyimbo mbili ambazo tumezitoa wiki hii, nadhani tutategemea kuziachia mwezi huu. Nafikiri mashabiki wakae mkao wa kula kwa sababu ndo tunaanza kutoa kazi zenyewe na ndo tumekuja rasmi kwa ajili ya kutambulisha ujio wa hizo kazi. Na muziki ni mzuri alafu ni mtamu pia. Inapendeza kwamba mna kazi mbili mnategemea kuziachia mwezi huu, tukae mkao wa kula. Hivi mnaweza mkatuambia kazi zenyewe ni zipi au zinafahamikaje? Na kazi hizo wakati mnazitunga mmezipika vipi? Of course kazi ya kwanza inaitwa Nidekeze ambayo nimefanya mimi pamoja na Election ya Senga, lakini pia kazi ya pili inaitwa Sijilaumu ambayo tumefanya wote wawili pia. Kazi imepigwa vizuri, imepigwa na producer Maki ndani ya Mzazi Records. Of course ni kazi nzuri. Ujue sijui labda ningekuuliza swali sio kama umewahi kufanya kitu alafu mpaka mwenyewe ukajiogopa, kwa sababu sisi tumefanya mpaka tukajiogopa. Kwamba mmefanya kitu mpaka wenyewe tukajiogopa. Mmesema kuna kazi ya Nidekeze na kazi nyingine ya Sijilaumu. Unaweza kuambia mashabiki zenu kwa nini Nidekeze ambao mmefanya Election Asenga pamoja na Blanky Wizo? Nidekeze ni nyimbo ambayo imebeba ujumbe fulani wa mahaba, wa mapenzi. Mahaba mubashara. Of course ujue katika mapenzi lazima, katika uhusiano wa watu wawili lazima kuwepo na kupendana. Kupendana lakini hamwezi kuwa mnapendana lakini hamdekezani. Nyimbo inahusu sana mambo ya kudekeza. Inatakiwa umpende mpenzi wako, umtunze, pale anapokukosea unamwambia, mnaomba msamaha, mambo yanaenda like that. Lakini pia kuna ujumbe ambao unahusu kwamba unamuonya mpenzi wako. Ili mdekezane vizuri lazima muonyane. Unajua mtu unapokuwa anakosea lazima umwambie. Vitu kama hivyo. Mlivyokaa chini mkapiga kazi yenu kwamba Nidekeze, kwamba ili mapenzi yaende vizuri lazima mfanye nini? Kudekezana. Hivi kwa vijana wa kizazi cha sasa hivi kuna kudekezana kwenye mapenzi kwani? Of course mimi sijawahi kuamini katika kizazi cha kusema vijana wa siku hizi. Kwao unakuta kuna wengine ni playboy lakini mimi ni mpendaji kweli. Unaona? Kuna wengine ni wadangaji lakini unakuta mtu ni mwanamke kweli. So hivyo vitu vipo lakini tunatofautiana the way tunavyoishi na jinsi maisha yetu tunavyoendesha. Kwao sisi nyimbo yetu ambapo imebezi katika mapenzi ya kweli. Haijabezi katika kudanganyana, haijabezi katika nini, lakini ujue katika jamii
wote hawawezi kuwa sawa. Kuna wale ambao ni real na kuna wale ambao ni fake. Kwa sasa sisi tunadili kwenye wale real, ili hata wale ambao wako fake warudi kwenye kundi la kuwa real. Yeah. Inapendeza kwamba mnaweza mkatupa vionjo kidogo ya wimbo wenyewe Nidekeze, yani kionjo tu kidogo. Nadhani inawezekana ni sehemu ndogo tu ya nyimbo ambayo itakuwa imeimbwa. Mwenzako nakupenda hadi wewe ni wangu tu, na usinichanganye kuwa mwema kumbe majanga, kutwa kudanga haniwe usithubutu. Nidekeze Elewe tupika mbali mimi nawe. kweli, mambo ni moto. Wimbo wenyewe umenivutia, yani natamani kama vile uendelee. Turudi katika wimbo wa pili, kwamba wimbo wa pili umesema unaitwa Sijilaumu. Sijilaumu. Kwa nini Sijilaumu? Ujue tunasema sijilaumu kwa sababu katika mapenzi kuna mambo mawili. Kuna kudumu, kuna kukorofishana, kuna kuachana pia, lakini nyimbo yetu sisi imezungumzia sana swala la kuachana. Ujue pale unapokuwa unaachana na mpenzi wako haina haja ya kujilaumu, lakini natakiwa uangalie ni sehemu gani ambapo nimekosea mpaka nikaachana na mpenzi wangu. So haina haja ya kulaumu. Lakini pia inazungumzia kwamba pale unapokuwa umeachana na mtu wako haina maana kwamba kuna ugomvi au ni vita, no. Ndio maana tukasema usijilaumu, kwa sababu ule sio ugomvi. Hata kama umemiss unampigia simu unaongea naye hivyo, kwa sababu mpenzi ni rafiki, you see. Kwa hiyo ukiachana naye haimaanishi kwamba mgombane au mfanyaje. Lakini pia kuongezea katika hilo, sio kwamba mkiachana mtu ukiwa unampigia simu tena hapokei, ukituma message hajibu, sijui anakuwa kwaje, yani vitu ambavyo yani havina msingi. Mkiachana basi mambo mengine yaendelee, msitengeneze uadui. Hapo kidogo mmenigusa. Turudi kwako Election ya Senga. Labda mtazamaji angependa kufahamu Election ya Senga ni nani, kaanza muziki lini na kwa nini anafanya muziki? Unamwambiaje mtazamaji au shabiki wako au mimi shabiki wako, unanielezaje kuhusu hilo? Kwanza kabisa, Election ni mwanamuziki kwa kizazi kipya. Pia ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Duse. Nilianza muziki muda mrefu sana. Hasa nilikuwa nafanya muziki sana nikiwa ordinary level, shule ya sekondari. Hasa form 2, form 3, form 4 nilikuwa nafanya muziki sana. Lakini nilipoendelea kwanza nikaangalia chance nitaipatia wapi ya kufanya muziki zaidi. Ndio nimekuja kupata saa hizi ndio nina nafasi. Nilikuwa na nafasi ya kutosha pia. Kwa nini umeamua kuimba Bongo Flava? Ni muziki ambao naupenda. Na hii itakuwa ni kibao chako cha ngapi au ni wimbo wako wa ngapi kutoa mpaka sasa? Nidekeze ni kibao cha pili. Kibao cha pili. Je, kibao cha kwanza kilikuwaje? Kibao cha kwanza ni ngoma ambayo inajulikana kwa jina la Usiponiona. Ni nyimbo nzuri na ilipokelewa vizuri sana, napata comment nzuri pia. Na hii sasa hivi Nidekeze ni nzuri sana, yani short and sweet. Kwa hiyo kwamba Nidekeze imekuja baada ya Usiponiona. Ndio. Kwa maana kwamba baada ya kupokea comment nzuri kutoka kwa mashabiki mbalimbali ukaamua kukaa chini na kutengeneza kibao cha pili cha Nidekeze. Pia vipi muda wako wa chuo na muda wa muziki? Unawezaje kukaa chini kufanya vitu viwili kwa wakati mmoja, hali watu wengi wanahisi kwamba ukishakaa chini kujicommit na kitu kimoja mpaka umalize kitu kimoja na kwenda kitu kingine? Wanasema msemo kweli ni mpenzi wa Mungu. Kila kitu ni mipango. Kuna muda wa kusoma, kuna muda wa kufanya mambo mengine. Unaweza ukasoma sana lakini usiyafikie malengo yako pia. Kwa kuna njia nyingine, ndio unasoma. Mimi ni mwalimu. Ajira ndo ninavyoziona zilivyo. Lakini nakumbuka na kipaji kingine kizuri kabisa na ambacho kwenye jamii kina tija. Kwa nini sikifanyie kazi? Lazima nikifanyie kazi. Vizuri. Vipi kuhusu wazazi? Wamepokea vipi swala la wewe kufanya muziki tena wa Bongo Flava? Ili hali wazazi wengi kabisa wanaamini kwamba mwanangu akishaanza kuimba Bongo Flava kapotea kabisa, hataki hata kusikia.
Wewe vipi kwa upande wako? Naweza kusema wazazi wangu hawakuwa wakali sana, ila kawaida lazima mzazi awe mkali kidogo kwenye masuala kama haya, na jinsi mambo yanavyokuwa yanaendelea katika jamii, watu wanapofanya vitu vya ajabu kwenye muziki, basi wazazi wanaona kwamba muziki ni kitu kibaya. Lakini nilikaa vizuri nikaongea na babangu aso, namwambia baba, mimi nataka nifanye muziki sasa hivi. Babangu alinikubalia. Mtu aloleta muziki kidogo ni kakaangu, alizingua kiasi, lakini baadaye akaja akanikubalia fresh tu nikafanya. Kwa hawakuwa na shida yoyote ile na kufanya muziki vizuri. Turudi kwa upande wako Plankwizo. Yeah. Mtazamaji au mshabiki yako ungependa kujua Plankwizo ni nani? Kwa nini anafanya muziki? Ni kitu gani kilichomsukuma yeye mpaka akaamua kujihusisha na muziki wa Bongo Flava, na ameanza lini kuimba muziki? Kwanza nipende kusema kwamba Plankwizo ni msanii wa kizazi kipya ambaye anaweza kufanya kila aina ya muziki isipokuwa taarabu. Plankwizo ameanza muziki rasmi form 4, lakini amejua kipaji chake akiwa form 1. Pale ndio alipojua kwamba anaweza akaimba, anaweza akaandika nyimbo, anaweza akafanya vitu vingine vinavyohusiana na muziki, lakini muziki rasmi nimeanza form 4. Unakumbuka nyimbo yako ya kwanza kuimba? Yeah, of course. Nyimbo yangu ya kwanza nakumbuka sana, lakini huwa sitamani hata kuiplay. Kwa nini? Kwa sababu inanipaga machungu sana nikiangalia the way nilivyo sasa hivi na ile nyimbo ya mara ya kwanza nilipokuwa nimeirekodi na ilivyokuwa ikisikika na nikiwapa watu zile comment ambazo walikuwa wananipa. Of course huwa sitamani. Ile nyimbo ilikuwa inaitwa Si Wewe. Kuna mambo fulani hivi ilikuwa inazungumzia maudhui fulani ya mapenzi ambao ulikuwa na mpenzi akakutenda alafu akakuacha, baada ya kufanikiwa akarudi. Yeah, lakini nilifanya vibaya, nilifanya vibaya kiasi kwamba mimi mwenyewe nikafika kipindi basi itamani tena. Na je, vipi wewe upande wa wazazi wako kuhusu masuala ya muziki? Hawakuleta tafrani kidogo, kutokuelewana? Kwanza napenda kumpa shukrani kubwa sana baba yangu pamoja na mama yangu. Kwanza wote ni wapenzi wa muziki, of course. Nadhani mimi mwenyewe kipaji hicho nimepata kipaji kulingana na the way wazazi wangu walivyokuwa. Kwa wananipa support kubwa sana, sio kidogo sana. Kwanza babangu na mamangu ndio watu wa kwanza ambao wana appreciate kazi zangu, ukija dada zangu pia wana appreciate. Kwa napata support kubwa sana kutoka kwao. Watu wengi wanaamini kwamba wasanii wa Bongo Flava siku zote wao nyimbo zao nyingi ni mapenzi kusalitiwa. Wewe unaliongeleaje hili swala? Hapana, siwezi kusema hivyo. Kwa sababu ujue mtu unaishi kulingana na mazingira. Sio kwamba kila msanii ataandika mapenzi au kila mtu ataandika nini. Tunaandika mapenzi kwa sababu mapenzi ni sehemu ya maisha, you see? Na maisha ili yaende vizuri lazima kuwepo na upendo. Unajua kuna mapenzi ya aina nyingi. Sasa sijajua unazungumzia mapenzi yake. Kama kuna mapenzi ya mume na mke, lakini pia kuna mapenzi upendo wa mtu na rafiki yake, upendo wa mtu na ndugu zake. Lakini mimi nachodhani mtu anaweza kaandika kitu chochote tu kwa sababu naangalia. Mimi mwenyewe siandikagi tu mapenzi tu kwa sababu nyimbo yangu ambayo ipo sasa hivi ambao nishaiachia inaitwa Headline, inazungumzia tu the way maisha yanavyoenda, jinsi mtu anavyoweza kupata pesa na kufight katika maisha. Lakini pia nikiangalia hata wasanii wengine wakubwa sio wote wanaandika mapenzi. Hauwezi kuandika mapenzi kila siku. Kwa hiyo kuna vitu vingine unaandika, mradi kiwe kizuri na mashabiki wakipokea vizuri, muziki wako uweze kwenda vizuri. Na maneno gani au mngependa kuambia nini mashabiki, au kwamba sisi mashabiki zenu kwamba mnatuambia nini au tungojee nini kutoka kwenu? Watutie moyo. Hivyo tu yani. Labda kama mtu angehitaji kujua kwamba Facebook account yako unatumia nini? Subscribe YouTube kwa jina la Election Asenga. Facebook unatumia Asenga Uchaguzi na Instagram natumia Asenga Election. Ndio majina yangu. Fuatilia sana. Naomba support yako mtu wangu. Asante. Facebook unanikuta Plankwizo, lakini ukienda Instagram utanikuta Plankwizo, ukienda YouTube pia utanikuta Plankwizo. Kuna kazi kama 2 Headline pale utaenda kuitazama na kusikiliza. Lakini pia kuna Plankwizo feat ya Adam na Ma walisema ipo, lakini pia hii jiwe kubwa jipya Nidekeze unalipata pia katika channel yangu ya YouTube, lakini pia usisahau subscribe kabisa. Subscribe ili tuweze kwenda sawa na kazi nzuri.
Asanteni sana. Nidekeze. Kufikia hapa ndio mwisho wa mazungumzo yetu ya leo baina ya Election Asenga pamoja na Plankiwizo. Kikubwa zaidi tuendelee kuwasupport, tuendelee kusupport kazi zao kwa sababu zina ujumbe mwingi na tutajifunza mengi kutoka kwao. Kwa pamoja tunasema Hala nidekeze. Unidekeze. Tulingane tufike mbali mimi na wewe. Unidekeze. Kama ndege turuke mbali mimi na wewe. Unidekeze. Headline, yeah. Take my time, just got into my yo. Perform my garamati, you gonna shine taking headline, yeah. You do that, never done. Let me money, I'm a jacket.